Alhamdulillah, sisi kama mkoa wa Shinyanga tumekuwa ni mkoa mmoja katika mikoa mingi ambayo inaofanya mashindano ya Qur'ani. Na wetu kwa wakina mama na hasa kwa waalimu na wengineo ni jambo ni muhimu sana, na hasa ukizingatia kuwa maadili yamemomonyoka, maadili yamekuwa ni mabaya sana, si katika Tanzania tu bali kila nchi, Burundi, Rwanda na sehemu nyinginezo, maadili yamemomonyoka. Kwa hiyo utaona asilimia kubwa takriban asilimia 80 ni vijana. Vijana ndio ambao wao ndio watakaorithi dini, vijana ndio ambao watakaorithi wazazi wao, vijana ndio ambao watakaorithi nchi yao, kuiendeleza na kuifanya nchi hiyo iwe madhubuti. Kwa hiyo kuwashughulisha vijana na hasa katika kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu, Qur'ani, vitabu vya Mwenyezi Mungu vitukufu, ni jambo ambalo ni muhimu sana. Jambo hili linawafanya watoto waache kwenda kuokota makopo, waache kwenda kuokota vyuma chakavu, wajibike kuhifadhi maneno ya Mwenyezi Mungu ambacho ni kitabu chake. Kwa hiyo mkifanikiwa katika jamii, mkawashughulisha vijana wenu katika maadili mazuri, mkashughulisha vijana wenu kuwalea katika maadili mazuri, vijana hawa wanaweza wakawa nyinyi baada ya kuondoka wakawa ni warathi wazuri, kwa sababu mmewalia katika misingi ya dini. Sisi tuna mkakati mkubwa sana tena endelevu. Tumeamua kwamba katika mkoa wetu wa Shinyanga, wilaya zetu mashehe wa wilaya, kata zetu mashehe wa kata, misikiti yetu maimamu, wote hawa washughulishike na kuliendeleza jambo hili katika maeneo yao, katika madarisi zetu, katika misikiti yetu na katika hafla zetu mbalimbali, sherehe zetu mbalimbali. Kubwa ambalo litakalokuwa likizungumzwa ni watoto kuwa Qur'ani ili wakuwe na waleleke katika maadili yanayomridhisha Mungu na Mtume. Inshallah, naona mkuu wa mkoa naye ndio huyu kanipigia. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hivi sasa umma wa watu umesheheneka katika uwanja huu wa Saikom, na kwa heshima na taadhima na kuomba mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, kipenzi chetu, mama yetu, uzungumze na Waislamu ambao waliohudhuria hapa na wasiokuwa Waislamu katika jambo hili adhimu. Karibu sana. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Awali ya yote, naomba nitumie fursa hii adhimu kwa unyenyekevu mkubwa kumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala, mwingi wa rehma, kwa kuweza kutufikisha siku ya leo. Ni ukweli usiofichika kwamba kwa kweli mkoa wa Shinyanga tunajivunia sana uwepo wa shekhe wetu wa mkoa. Amekuwa mstari wa mbele sana kwenye kusimamia maadili, lakini pia kuhakikisha kwamba yale ambayo yanatakika kwenye dini yetu ya Islam basi yanafanyika. Ndugu zangu, tunaweza tukasema kwamba ni mashindano ya kuisoma Qur'an, lakini sote tunajua kwamba aliye bora zaidi ni ambaye anajifunza na kuisoma Qur'an. Kwa hiyo mashindano haya yana faida kubwa, kwa sababu kwanza yanatufanya tuendelee kuifahamu elimu ya dini yetu, kumcha Mwenyezi Mungu, lakini pia Qur'an, kuisoma Qur'an kuna faida nyingi.
Kwa hiyo si mashindano tu ya kumtafuta nani atakayeongoza. Mimi nadhani wale wote ambao wanaingia kwenye mashindano tayari washakuwa washindi, kwa sababu wote elimu ya dini wanayo, wanaishi kwenye maisha ya kiibada na wamejitolea kuingia kwenye haya mashindano. Kwa hiyo kabla hata ya kuingia kwenye mashindano tayari nyote ni washindi. Tunatafuta tu yule mwenye kipaji cha ziada kwenye kuisoma, lakini kwenye kuifahamu na kuisoma, mimi naamini kwamba wote wale ambao wanaingia kwenye mashindano, kwa wale ambao wataingia kusoma juzuu 10, wengine watakaosoma juzuu 5, wengine watakaosoma juzuu yani ili mradi nyote tayari ni washindi. Mtu akisoma Qur'ani basi unapata moyo unakuwa una furaha, una faraja. Nyumba yenye kusoma Qur'ani, nyumba hiyo inakinga kwenye nyumba, lakini pia wakati huo pia mwenye kujua kusoma Qur'ani hata kwenye maradhi huleta shifa. Kwa wenye kuumwa tumeshuhudia hayo. Qur'ani inaleta riziki ya mali na watoto ndani ya nyumba. Qur'ani inaongeza uchamungu. Qur'ani inaongeza ilmu, ni kinga ya mali. Qur'ani inaondoa hasad. Kwa kweli ina faida nyingi sana. Nilitamani sana kuwepo. Nitumie fursa hii kuwapongeza sana Sheikh wetu wa mkoa, hongera sana. Kwa kweli tunajivunia sana uwepo wako. Lakini nimefarijika pia kwa awamu hii kwenye mashindano kuna wanawake ambao wameingia. Ni faraja sana kwetu, na hapo naona tutakuwa na mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu. Mbali ya yale ambayo yamepangwa ya kuweza kuendelea kuwafariji kwa zawadi kwa wale ambao watapata nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu, na mimi pia liko jambo ambalo nitalitoa, lakini naomba pia tutumie muda mwingi kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu ampe afya njema ili aendelee kutuongoza. Mwenyezi Mungu amepushe na hasad na fitna na kila aina ya balaa. Na kwa kumalizia, kwa sababu leo sio siku ya kuongea sana, ni siku ambayo tunasubiri kwa hamu kuweza kuwasikia wenzetu waliohifadhi na kusoma Qur'an tukufu. Basi na mimi nitamshika mkono kwenye makundi yote, wale washindi wote wa kwanza, wa pili na wa tatu, kila mmoja kwa laki moja. Nawashukuru sana, nawapenda sana na ninawatakia kila la kheri. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ash-shamsu kuwirat wa idhan nujumun kadarat wa idhal jibalu suyirat wa idhal isharu tirat wa idhal wuhushirat wa idhal biharu suyirat. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala nnasi yastawfun wa idha kaluhum yukhsirun liyawmin adhim. Ulaika annahumul mab'uthun liyawmin adhim.
الآخرة قالوا تلك إذا كرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. حسبك. من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. حسبك. تكبير. نفسك الله مبدين وتخشى الله والله أحد. هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. ذلك خير لكم وأطهر
فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Malengo wazee wangu ni kutafuta juzuu 30 katika mkoa wetu wa Shinyanga. Alhamdulillah, tumeona vipaji vya watoto wetu na wote alhamdulillah wameonyesha muujiza wa Qur'ani, na sote wana Shinyanga tumefarijika na tunampa maneno ya kumuunga mkono shekhi wetu wa mkoa kwamba hili tutashinda, na insha Allah juzuu 30 zitapatikana katika mkoa wetu wa Shinyanga. Mheshimiwa Sheikh wa mkoa, kwa ruhusa yako naomba nimtangaze Bi Mwasiti Isa. Huyu ndiye alishika nafasi ya 3, ana alama 55. Bi Mwasiti Isa alishika nafasi ya kwanza juzuu 5, ana alama 91. Huyu aliyetoka ana alama 90. Aliyeshika nafasi ya kwanza ana alama 91. Shuhudia huo mchakato ulivyokuwa mgumu. Anaitwa Arkam Ibn Ramadhan. Takbir! Arkam Ramadhan amepata friji yenye thamani ya Laki3.5 na bahasha kutoka wilaya ya Sheikh Sudi, wilaya ya Shinyanga. Yeye anapata friji yenye thamani ya shilingi Laki650. Takbir. Pamoja na bahasha. Pale washiriki wa juzuu 10 walikuwa 2, hawakupatikana 3. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Hawa Huseni, ni mjumbe wa JUAKITA mkoa wa Shinyanga. Napenda tu kutoa shukrani zangu za dhati kwa washiriki, wadhamini na mashehe wetu, hasa shehe wetu wa mkoa wa Shinyanga. Pili, napenda tu kuwashukuru wazazi na walezi wote wa watoto wetu wanaowalea vizuri na kuwafundisha maadili ya Uislamu na Qur'ani, kuijua na kuisoma na kuhifadhi kichwani. Jambo lingine, napenda tu kutoa wito kwa wazazi wote hasa wa mkoa wa Shinyanga kuwahimiza watoto wetu kusoma Qur'ani, kuhifadhi, pia waende madrasa wakajifunze, manake Qur'ani ndo kizizi cha mwanadamu na ulimwengu wote kwa ujumla. Qur'ani inafundisha, inaelimisha na pia ndio mwongozo wa kila kitu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo kuanzia chini wa misingi ya watoto wetu kuwakuza vyema, wakijua Qur'ani, kuisoma na kuhifadhi, itawasaidia mbele watakapozidi kukua, kuwa na misingi bora, maisha mazuri yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.